Unatazama Furaha FM Media. Sasa mpaka kufikia hatua hii wananchi wameweka magogo barabarani na mawe, ni kwa sababu sauti tunazozitoa kwa viongozi wetu hazifiki mbali. Watu wananyamazishwa au viongozi wanaona ngoja kwanza hiyo michakato inakuwaga michakato, sio michakato kwenye roho za watoto wetu jamani. Michakato ifanyike kwenye vitu vingine lakini sio kwenye roho za watoto. Tunaumia sana, na ndio maana walivyoona kimya, kikao kikavurugika, wazazi wote wakaamua kuja kufanya hiki mnachokiona. Tunaombeni hizo siku 7 tulizopewa, ndio maana hayo mawe yamewekwa jirani. Mimi mwenyewe kama makamu mwenyekiti wananchi hao walinichagua, ninasema hivi, hizo siku 7 zikipita hakuna kilichoendelea, hiki mtakiona tena zaidi ya tena, mtakiona tena zaidi ya hii iliyokuwepo, kwa sababu tumechoka. Wapo watoto wanasoma hapa wana ulemavu, wameupata hapa shuleni. Wasipotekeleza safari hii, naona safari hii tutachukua hatua nyingine kabisa. Yani tunachimba, yani kuweka matuta leo tulioweka hayo mawe. Safari hii tutachimba barabara. Linatuuma sana. Kwa sababu sio ni hao tu wa bajaji, hata viongozi wakubwa wanapita ya serikali wanapita kwa fosi sana. Huyu mkuu wa mkoa, huyu mkuu wa wilaya aliyoenda hivi, amepita amekuta tunaweka hapa matuta. Hakusimama atuulize kuna nini kimetokea, akaenda. Kwa hiyo kaenda tu kuitwa, hilo limepita. Yaani siku 7 tukiona bado tutaifanya kazi nyingine. Hii ya leo ni ndogo. Kwa hiyo leo mkutano wa wazazi wa nyumba tatu tumeona ni vizuri tu tuandamane tu sasa kufunga barabara kwa nguvu zetu, waje watuambie kuna tatizo gani, hawaturekebishi barabara, watoto wetu wanaumia. Watoto wao wanapitishwa na magari, watoto wakubwa, alafu si watoto wa maskini wanatembea kwa mguu, alafu mnawagonga tena na magari. Kwa kweli hilo limetusikitisha. Hata hivyo, waheshimiwa mlio juu, mtuangalie kwamba hatufanyi makusudi, tunatetea watoto wetu. Ndugu wananchi wenzangu, kama ambavyo inafahamika kwamba barabara hii imeleta changamoto ya kusababisha ajali za mara kwa mara, ajali ambazo zimechukua pia maisha ya watoto wetu katika eneo hili. Hivyo kutokana na changamoto hii kuwa inajirudia mara kwa mara, serikali imetoa maelekezo yafuatayo ambayo yanatakiwa kutekelezwa kuanzia sasa. Jambo la kwanza, tumeona ni vyema sasa kuweka station ya askari hapa, kuwa na trafiki watakokuwa hapa muda wote, ili kudhibiti madereva ambao wameshindwa kutumia mwendo wa taratibu katika matumizi ya barabara hii. Lakini jambo la pili, tumehakikisha kwamba ndani ya siku 7 kutoka sasa tutaanza utaratibu wa kuweka matuta kwenye barabara hii. Na hiyo kazi inaanza leo kwa kuwashirikisha mkuu wa shule, mwenyekiti wa mtaa pamoja na wananchi, kueleza ni maeneo gani ambayo yana changamoto, ili maeneo hayo ndio yawekewe matuta. Isije ikajikuta tumeweka matuta ambayo hayafanani na mahitaji ya jamii yenyewe. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana nimesema sasa hivi tayari hawa tumewatuma wafanye hiyo kazi, na baada ya hapo wataalamu waanze kazi yao. Lakini jambo la tatu, na waomba sana na kuwasihi wananchi wenzangu wa wilaya ya Iringa, mji wetu unakuwa, barabara zinazidi kujengwa, matumizi ya barabara yanazidi kuongezeka, ni lazima tuongeze umakini wa matumizi ya nini? Ya barabara. Sisi tunaoendesha magari tunahitaji kuwa na umakini, na sisi tunaotembea kwa miguu lazima tuongeze umakini. Wasiwasi ndio akili. Unaweza ukawa wewe mtu mwema sana barabarani, lakini dereva wa siku hiyo kaamka vibaya, hajali muda, hajali nini, matokeo yake anapoteza maisha ya watu. Kwa hiyo niwaombeni sana, umakini wetu pia utusaidie kuepukana na changamoto kama hizi. Mwisho kabisa, limeulizwa swali, je, ni lini? Mimi na nyinyi tuko hapa. Tumeelewana vizuri? Mimi siende ofisini bila kupita wapi? Si ndio njia yangu ya kila siku hii? Mkiona matuta hajawekwa, wote amieni ofisini kwangu pale. Haya, tunakuja mje. Lakini kwa sasa tusikilizane. Lakini kwa sasa naomba tusikilizane bado. Jamani, tulieni, tusiwe na vikao viwili. Kwa sasa niwaombe sana. Barabara zote za umma zimejengwa kwa mujibu wa sheria, na matumizi yake ni kwa ajili ya maslahi ya umma. Sasa naomba, baada ya haya maelekezo niliyoyatoa na kazi ambazo nimetaka zianze kufanyika sasa, ninataka barabara hii sasa ifunguliwe ili huduma zingine ziendelee. Tunao wagonjwa, tunao wanafunzi, tunao wasafiri, tunao kila mmoja anahitaji matumizi ya barabara.
hakuna namna tutaendelea kufunga barabara kuzuia shughuli zingine kuendelea. Wajibu wetu ni kuhakikisha haya tuliyosema yanafanyiwa kazi. Asante sana. Kwanza nikanushe kwamba sio mpaka wananchi wafunge barabara ndipo tumeanza kufanya kazi. Sawa Kwa misingi ya barabara, hii barabara ina vivuko vyote ambavyo ni halali. Nadhani wenyewe mashahidi, zebra zote zipo, zinaonekana. Kwa hiyo swala la kusimamia sheria kwa waenda kasi sio swala ambalo liko chini ya taasisi, liko wazi kabisa. Nani anatakiwa asimamie swala la mwendo kasi? Sisi hatusimamii hilo. Lakini kwa sababu tunasema kwenye ujenzi wa barabara kuna baadhi ya vivuko Unatazama Furaha FM Media.